Kuna kauli moja inasema wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Hii kauli wengi tunashindwa kuelewa katika namna ifuatayo. Kwa mfano, unaweza ukamwomba Mungu akujalie gari kwamba mimi natamani niwe na usafiri wangu. Lakini kumbe Mungu katika mipango yake anaona kabisa huyu mtu ni kumpa kitu pengine kuna madhara. Kwa mfano, ukapata gari ulilokuwa unaitaka kwa sababu wakati sio sahihi. Unashangaa ndani ya siku 2-3 au wiki ukapata ajali ukafariki. Huo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili unaweza kuona ambapo mtu anatamani, Mungu kwa nini kaniumba mimi maskini, angeniumba utajiri. Kumbe ni kweli utakuwa tajiri, lakini muda bado. Ukajikuta umeupata utajiri ulioutaka ndani ya muda huo ambao hujawa tayari, basi ukashangaa umekuletea matatizo makubwa. Sawa. Kwa mfano mwingine anaweza akasema hivyo, kwa nini Mungu hakuniumba mimi tajiri, hakuniumba mimi tajiri? Unaona? Kumbe anajua kwa namna wewe ulivyo, akikupa utajiri tayari utatumia zile pesa vibaya. Tayari utakuwa mtu wa nasa ambazo pengine ndani ya miaka hata 3 sifiki kwa kutomipoteza maisha yako. Lakini wakati ule ambao Mungu anataka ufanikiwe, ukifika utashangaa unapata kile kitu ambacho ulikuwa unakitaka na kinaenda katika namna nzuri na kwa faida kwako wewe. Kwa hiyo kauli ya kusema wakati wa Mungu ni wakati sahihi bado ina mifano mingi. Hiyo ni michache tunajaribu kuweka. Lakini kumbe pia wakati mwingine anazuia mtu asipate kitu fulani kwa sababu ana maana yake. Hicho kitu kinaweza kisiwe kizuri kwa huyu mtu ndani ya muda huo, lakini wakati utakapofika wakati sahihi, basi utashangaa tu hujahangaika sana kupata unachotaka. Mungu anakuletea na kinakuwa ni kitu ambacho chenye manufaa kwako. Nisikize tena.